Kwa hiyo Ibilisi ndiyo mtu wa mwanzo kumuasi Mwenyezi Mungu. Ndio dhambi ya kwanza hiyo baada ya kuumbwa Adam. Awwalu maasiya. Historia inasema haya ndo maasiya ya mwanzo baada ya kuumbwa Adam. Maasiya ya mwanzo ilikuwa nini? Kibri. Na ulama wanasema kullu maasiya asluha al-kibr. Maasiya yote asli yake ni kiburi. Kiburi ndo asli ya maasiya yote. Maana asingesema Ibilisi kwamba mimi ni bora kuliko yeye, hapa ndo alikuwa ameingia katika jambo linaloitwa kibri min awsa'il abwab. Milango mipana kabisa ya kibri ni mtu kumdharau mwenzake. Ibilisi hapa anamdharau Adam. Sasa ukijikuta na mtu dharau, ujue kibri imekita mizizi katika moyo wako. Allahu akbar. Mtume alipoulizwa mal kibru ya Rasulullah, ni nini kibri ewe Mtume? Mtume akasema al kibru, maana ya kibri batrul haqqi wa ghamtun nas, ni kukataa haki na kuwadharau watu. Ule ukweli unaoambiwa wewe ukaukataa kwa sababu zako unazozijua mwenyewe. Labda alosema hana kitu, alosema hakuendei vizuri machoni hajajaa kwako wewe, aliyesema ile haki anatoka mahali fulani, wewe ukakataa tu. Kumbe mtu mwenyewe alosema huyu ukakataa tu, na ni haki alosema ukakataa. Wa ghamtun nas, na kuwadharau watu wengine. Ukikuta mtu ana sifa hizi za kudharau, ujue kibri imeshakita mizizi. Ibilisi amelaaniwa kwa sababu ya suala zima la kibri katika moyo wake. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Umeniumba kwa moto, umemuumba kwa udongo. Allah kamwambia, qala fahbit minha, kuanzia sasa hivi umefukuzwa, ondoka mbele yangu. Fahbit, shuka, nenda zako katika dunia. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Haiwi kabisa kwako wewe, fama yakunu laka an tatakabbar, huna kabisa wajhi ya kutakabbar mbele yangu. Fakhruj, na utoke sasa hivi. Innaka minas saghirin, hakika wewe ni katika watu waliodhalilika kuanzia leo, kwa sababu umekataa kumsujudia Adam. Amekataa mtu kumsujudia Adam, amedhalilika na akalaaniwa. Anayekataa kumsujudia Mungu atafanywaje? Suratul Al-Hijr inasemaje? Qala ya Adamu ma laka alla tasma فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك, una nini we Iblis? Nimekusibu lipi? Malak, una nini? Malaka alla takuna ma'a sajidin, mbona hukuwa pamoja na wenye kusujudu? Kwa nini hukusujudu? Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Anamwambia Mungu, mimi siwezi kumsujudia kiumbe alimuumba kwa tope na udongo na mchanga. Qala fakhruj minha innaka rajim, kabla toka, wewe umelaaniwa kuanzia sasa. Wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin, na kuanzia leo laana zangu zimekushukia mpaka siku ya malipo. Laana za Mungu zinamshukia aliyekataa kumsujudia Adam. Na yeye akaomba ombi hapa, qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'un. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يا رب, niweke nisife milele mpaka siku ambayo watakao kwenda mbele ya haki viumbe hawa, usiniondoe duniani na kuomba. Ibilisi anamuomba Mungu, niweke hai mpaka siku ya hawa watu kufufuliwa. Mungu akamwambia, umepata.
akampa. Allah kwa hekima zake anazozijua mwenyewe anataka kutupa mtihani tutakokuja katika hii dunia. Innaka minal mundharin, tumeshakupa muda, utakaa milele, utakaa muda mrefu mpaka siku, lakini sio unayotaka wewe. Waqti al-ma'lum, qala fa innaka minal mundharin ila yawm al-waqti al-ma'lum, kuna siku maalum na wewe pia utakufa. Sasa sikiliza promise yake mbele ya Allah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Rabbi, kwa sababu nimepotoka kwa huyu, nitampoteza yeye na watoto wake, na hilo unachukua ahadi mbele yako. Nitakwenda kuwapambia mambo machafu na maovu, watayaona mazuri hawa. La uzayyinanna lahum, nitakuja kuwapambia. Decoration ya ibilisi hakuna mtu atakayetizama ila atasema kweli huyu mtu anapamba. Na aliamua kusema neno hilo maksudi, la uzayyinanna lahum fil ardh, hapa katika hii ardhi nitakuja kuwapambia maovu yawe mazuri kwao. Hatuyaoni maovu na sisi tunayaona ndo mazuri ya kupapia, yale mazuri tunayaona ndo mabaya. Asbaha al-ma'rufu munkara wal munkaru ma'rufa, mazuri leo yamekuwa maovu na maovu yamekuwa mazuri kwa sababu ya decoration na mapambo aloyapamba nani? Iblis. Wala ughwiyannahum ajma'in, na nitawapoteza wote. Yeye alitaka wote awapoteze, atupoteze ndo sisi. Lakini akasema illa ibadaka minhumul mukhlasin, kuna waja wako ambao hawatonisikiliza mimi, waliotakaswa vizuri, hao sitokuwa na uwezo na kuwapotosha. Lakini wapo nitakao wapoteza kweli kweli na kweli. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa waja wake waliotakaswa. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa waja wako waliotakaswa. Allah kamjibu ni qala hadha siratun alayya mustaqim, hii hapa njia yangu imenyoka kabisa. Inna ibadi laysa laka min sultan, waja wangu huna nguvu nao. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, kuna waja wangu huko, Mungu atujalie miongoni mwao. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, hutokuwa na uwezo wa kuwapotosha hao. Allah, hawatopotezeka. Atapamba ibilisi atakavyopamba, lakini hapotei. Tizame Abdullah ibn Hudhafa radhiyallahu anhu, sahaba alipokamatwa na watu wa Rum. Mfalme wa Rum alimchukua akamtesa sana, kisha akamwambia mimi nitakusamehe, urudi kwa watoto, mama watoto, wewe una mke una watoto wanakugoja, wamekumisi sana, nitakurudisha kwenu, lakini sharti moja. Nini? Akamwambia idha kafarta bidini Muhammad, sema tu hakuna Mungu wala Muhammad si mtume, nitakuachia huru. Na ni sio kukuachia tu, ukisema hivyo tu, utika nisfa imperatoriyat ar-Rumaniya, nitakupa nusu ya ufalme wangu. Abdullah ibn Hudhafa akasemaje? Huyu ni shetani huyu, kwa sababu shetani sio ibilisi tu, shetani ana awan. Ndio maana Qur'an inasema minal jinnati wan nas, shetani huwa anawatuma watu wengine waje wakupoteze wewe. Sasa na wao pia ni mashetani kiumbe wa binadamu. Sasa Abdullah ibn Hudhafa akamwambia wallahi law a'taytani mulkaka kulla, na apa ungenipa ufalme wako wote, la raaitu bidini Muhammadin badila, siwezi kubadilisha dini ya Muhammad. Sio nusu ya ufalme, ufalme wako wote nipe, lakini sitakufuru. Akaambiwa huyu bwana si ni mwanamume, na mwanamume mpelekee mwanamke tu, tena wale madansa wanaocheza uchi mpelekee, wanawake wa Kirumu wale wazuri mpelekee katika seli aliyowekwa hapo ndani, atabadilika tu huyo.
akatafutiwa mwanamke mrembo, akapelekewa katika seli yake. Yule mwanamke kuingia tu anacheza mbele ya Abdullah ibn Hudhafa, anajibadili huku anajigeuza mbele ya Abdullah, ana sauti nzuri na nyororo inamuita katika kufanya machafu. Abdullah ibn Hudhafa akamuuliza, umemaliza? Mwanamke yule akashangaa, akamwambia vipi? Akamwambia, unadhani huo mwili umeumbwa na Allah kwa ajili ya shughuli hizi? Akampa da'wa mpaka akarudi mwanamke kwa bosi wake, akamwambia, lastu adri arsaltani ila hajarin am bashar, mimi sielewi yule ulionituma jiwe lile au mti. Maana kama ni mtu angekuwa tayari ameshalainika, ni yule sio binadamu, lile jiwe. Hawa ni watu ambao mashetani wamewashindwa kwa sababu Mungu alijua wapo waja wake wema, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun alayya mustaqim, hadha sirati, hii ni barabara yangu, njia yangu. Hadha siratun, hii ndo siratu yangu, watu watakaoifuata wataongoka. Sasa mimi nakuhakikishia, naye Allah akamwambia, laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in, katika sura Al-Imran, katika suratul A'raf. Katika suratul A'raf alisema maneno zaidi ya hayo, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Hiyo sirat, kwa sababu nimepotea kwa ajili ya hawa, nitakaa katika njia iliyonyoka. wala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aktharahum shakirin, na nitawaendea hawa wanadamu kulia kwao, kushoto kwao, nyuma yao na mbele yao. Alhali jihatul arba'a zote zilizomzunguka mwanadamu Ibilisi yatazihodhi. Wala tajidu aktharahum shakirin, wala hutowapata wengi watakao kushukuru na kukuabudu wewe Mungu, na kuahidi hilo. Qala fakhruj minha madhuman madhuran laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Kaambia, toka ukiwa dhalili, yeyote atakaye kwenda kukusikiliza na kukufuata nitaijaza jahannam, kukujaza wewe na hao watakao kufuata nyote katika moto wa jahannam. Allahumma sallimna ya rab. Moto wa jahannam utajaa, na Qur'an inasema yawma naqulu li jahannama hal imtalat, siku tutaiuliza jahannam, je umejaa? Fayaqulu hal min mazid, jahannam itamuuliza Mungu, je kuna nyongeza? Itajaa. La amla anna, tena naapa Mwenyezi Mungu, wallahi naapa, nitaijaza jahannam kwa wale wote ambao watakufuata wewe, mafunzo utakaowafundisha. Anasema katika hadithi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala iblisu wa izzatika wa jalalika ya rab. Bado anakiri kwamba huyu ndo Mola wake, tena hasemi jambo isipokuwa anasema kwa uwezo wako, maana siwezi mimi na hakika kufanya jambo bila ya uwezo wako. Angalia kiapo chake Ibilisi, wa izzatika wa jalal. Na hapa hasemi wa izzati, hasemi Ibilisi kwamba naapa kwa uwezo wangu na nguvu zangu na utukufu wangu. Ana utukufu, anajua. So wa izzatika wa jalali, naapa kwa nguvu zako na utukufu wako, la ughwiyannahum, nitawapoteza madama al-arwahu fi ajsadi, maadamu wako hai nitawapoteza. Na Mwenyezi Mungu akasema katika hadithi, Mtume anasema wa qala Allah, na Mungu asema la abrahu aghfir lahum madama yastaghfirunani, na mimi sitoacha kuwasamehe makosa yao maadamu wananiomba msamaha. Iblisi asema la abrahu, sitoacha, ughwihim wa udhilluhum, nawapoteza na nawaghuri na vitu mbalimbali maadamu wako hai. Na Mungu asema na mimi sitoacha kuwasamehe makosa yao pale unapowatelezesha wakateleza. Shetani anatutelezesha, tukiteleza tukirudi kwa Allah, naye Mungu asema nami nitakusameheni, kwa sababu wanajua kwamba wamekosa. Na hiyo ndo sunna ya Allah katika ulimwengu. Umekosa, rudi kwake, usikate tamaa. Ibilisi akasema baada ya hapo kwamba Nabii Adam alayhi salatu wassalam
ni adui wangu ladud, mimi na yeye mpaka watoto wake tutakuwa na mapambano maadamu roho zao ziko katika viwiliwili vyao. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hili ndipo likaingizwa darasa la kumsomesha Nabii Adam.